Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumanne, Agosti 18, 2026. Tulionayo hii leo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amempokea Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Zanzibar kwa ziara ya kikazi ya siku 2. Mkataba unaweza kusainiwa, ahadi zikatolewa, lakini kama hakuna taasisi zenye uwezo wa kufuatilia utekelezaji wake, basi makubaliano yanaweza kusalia kwenye nyaraka. Mvutano wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeongezeka kufuatia kumalizika kwa muhula wa mwisho wa Agosti 15 uliowekwa na muungano wa upinzani wa C64 ambao ulimtaka Rais Felix Tshisekedi kuanzisha rasmi mazungumzo ya kitaifa shirikishi. President Felix Tshisekedi ni mtu wa uongo kabisa. Wakati tulisema tuangalie kama ataheshimu hata kidogo aliyesema ya kama analeta ile tunaita dialogue, yeye mwenyewe ndani yake hana ile nia kabisa ya kutimiza ile yeye mwenyewe aliyesema. Utamsikia hapo baadaye Jeremia Hassan Kiawere atakujia na ripoti kamili. Na hali ya ukosefu wa usalama na changamoto za kiuchumi ni miongoni mwa sababu zinazowalazimisha baadhi ya wakongomani kuacha makazi yao na kwenda kutafuta hifadhi katika maeneo mbalimbali nje ya nchi, hususan katika kambi za wakimbizi. Lakini hali ikoje katika baadhi ya kambi hizo? Kulingana na maisha na ukali wa maisha ambapo tumeyashuhudia sisi hapa kambini, cha msingi na cha maana kwanza, huduma ya upokeaji haipo. Ni Ali Heri Msango, huyo anapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. Utamsikia kwa mapana na marefu hapo baadaye. Usiondoke, baki nami hadi mwisho. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amempokea Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Zanzibar kwa ziara ya kikazi ya siku 2. Viongozi hao wawili wamejadili kuimarisha biashara na uwekezaji, sekta za madini na nishati, pamoja na hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Samia amempongeza Tshisekedi kwa juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini watu wanaendelea kuhoji, mikataba imesainiwa mingi sana bila matokeo yoyote. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafeli wapi? Mchambuzi wetu anadadavua. Tukizungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee, kuna swali ambalo wananchi wengi wamekuwa wakijiuliza kwa muda mrefu. Kwa nini nchi yenye utajiri mkubwa wa madini, ardhi, misitu na rasilimali nyingine bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na kijamii? Na sasa, baada ya mikataba na makubaliano mbalimbali kusainiwa kwa miaka mingi, kwa nini baadhi yake hazijaonekana kuleta matokeo makubwa kwa wananchi? Jibu lake si jambo moja tu. Kwanza, changamoto ya usalama ni kubwa sana. Kwa miaka mingi, maeneo mbalimbali ya DRC yamekuwa yakikabiliwa na migogoro na makundi yenye silaha. Hali hii inafanya iwe vigumu kwa serikali kutekeleza miradi, kuvutia uwekezaji wa muda mrefu na kuhakikisha shughuli za kiuchumi zinaendelea kwa utulivu. Na bila usalama, mwekezaji anakuwa na hofu. Serikali nayo inatumia sehemu kubwa ya nguvu na rasilimali kushughulikia masuala ya usalama. Pili, kuna udhaifu katika utekelezaji na ufuatiliaji wa makubaliano. Mkataba unaweza kusainiwa, ahadi zikatolewa, lakini kama hakuna taasisi zenye uwezo wa kufuatilia utekelezaji wake, basi makubaliano yanaweza kusalia kwenye nyaraka. Na hili ni jambo muhimu sana. Tatizo si lazima liwe kwamba DRC haina mikataba mizuri. Tatizo linaweza kuwa katika hatua inayofuata baada ya kusaini. Nani anasimamia utekelezaji? Nani anawajibika pale makubaliano yanapochelewa? Na wananchi wanawezaje kufahamu hatua iliyofikiwa? Tatu, tatizo la utawala na rushwa limekuwa changamoto katika baadhi ya sekta. Pale ambapo taasisi za serikali hazina uwazi na uwajibikaji wa kutosha, rasilimali za taifa zinaweza zisitumike kwa ufanisi unaotarajiwa. Na hapa ndipo swala la madini linakuwa nyeti zaidi. DRC ina baadhi ya madini yenye thamani kubwa duniani, lakini utajiri wa madini pekee hauhatikishi moja kwa moja maendeleo. Inahitaji mfumo mzuri wa kodi, mikataba yenye manufaa kwa taifa, usimamizi madhubuti na kuhakikisha mapato yanaelekezwa kwenye huduma na miundombinu. Kwa sababu kuwa na madini mengi chini ya ardhi si sawa na kuwa na maendeleo juu ya ardhi. Jambo la 4 ni miundombinu.
DRC ni nchi kubwa sana kijiografia. Baadhi ya maeneo yana umbali mkubwa kutoka kwenye vituo vikuu vya biashara. Barabara, reli, umeme na miundombinu mingine bado ina changamoto katika maeneo mengi. Hivyo, hata kama kuna uwekezaji na uzalishaji, kupeleka bidhaa sokoni kunaweza kuwa changamoto na kuongeza gharama. Na jambo la tano ni kutokuwepo kwa mwendelezo wa kutosha katika baadhi ya mipango ya maendeleo. Serikali inaweza kuanzisha mpango fulani, lakini mazingira ya kisiasa, kiuchumi au kiusalama yakabadilika, utekelezaji ukakwama. Sasa hapa ndipo tunarudi kwenye swali la wananchi. Kwa nini mkataba huu umesainiwa miaka mingi iliyopita, lakini bado hatuoni matokeo? Swali hilo ni la msingi. Kwa sababu wananchi wa DRC hawahitaji tu kusikia kwamba nchi yao ina utajiri mkubwa. Wanataka kuona utajiri huo ukibadilika kuwa ajira, shule, hospitali, barabara, umeme, maji na fursa za biashara. Kwa hiyo, changamoto ya DRC si kusaini mikataba pekee. Changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba makubaliano hayo yana utekelezaji wenye ratiba, uwazi, ufuatiliaji na uwajibikaji. Na kama Rais Felix Tshisekedi anataka ushirikiano mpya na mataifa mengine uzae matunda, basi huenda jambo muhimu zaidi si kuongeza idadi ya mikataba, bali kuhakikisha ile iliyosainiwa tayari inatekelezwa na matokeo yake yanaonekana. Kwa sababu mwisho wa siku, wananchi hawali mikataba. Wananchi wanahitaji matokeo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Ni mchambuzi wetu. Kwingineko ni kwamba mvutano wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeongezeka kufuatia kumalizika kwa muda wa mwisho wa Agosti 15 mwaka huu uliowekwa na muungano wa upinzani wa C64 ambao ulimtaka Rais Felix Tshisekedi kuanzisha rasmi mazungumzo ya kitaifa shirikishi. Jeremia Sani Kiawere na ripoti kamili. Muungano huu wa upinzani wa C64 unaojumuisha Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga, Jean-Marc Kabonde na Matata Ponyo, ambao unapinga mabadiliko yoyote ya kikatiba, ulikutana Kinshasa ili kuanzisha upya uhamasishaji wake dhidi ya mabadiliko iliyopendekezwa. Kwa kuzingatia makubaliano na hatua zilizotangazwa na serikali ya Kinshasa, muungano huo ulitangaza maandamano mapya makubwa ifikapo Septemba 15. Dosili Kahindo ni mmoja wa wapinzani. Mawazo ya C64 tunaiunga mkono, ila tulisema President Felix Tshisekedi ni mtu ambaye hatimizi, ni mtu ya uongo kabisa. Hivi tulisema wakati tulisema tuangalie kama ataheshimu hata kidogo ile aliyesema ya kama analeta ile tunaita dialogue, na wakati anaianose tena yeye mwenyewe ndani yake hana ile nia kabisa ya kutimiza ile yeye mwenyewe aliyesema. Hivi tunasema ni kawaida tu, kwa sababu huyu bwana kama watu watamwacha tu mwa hii hali ataendelea na uongo yake na hakuna kitu fulani ambacho atimiza, kwa sababu kwa jinsi tunaona matendo yake ambayo inaonesha kama iko msimamizi ya ile tunaita balkanization, sababu haiko analeta matendo ambayo kweli kweli inaonesha kama anatafuta usalama ndani ya nchi. Ndio kwa maana hii naye ni mamgomo kabisa, mamarshe pasifike lazima ziendelee tu kusudi ulimwengu mzima ione kama mambo ambayo tunatafuta ni kweli. Vyama tawala vikiwa na hisia tofauti. Tumekutana naye Blaise Musubao akiwa katika mji wa Beni. Lazima tuanze maliza muhula ya rais ambayo iko naendelea kwa sasa, na ula atakayekuja kwa 2028 ndiyo ula nezi akaleta ile mabadiliko ambayo zikatarajiwa. Lakini kwa sasa kuleta mabadiliko ndani ya katiba ni kuleta tena mzozo. Gizi unajua wakati ya Rais Kabila hiyo mzozo ilikuwapo. Kwa sasa ili amani iwe ndani ya nchi, unajua ya kama tuko ndani ya vita, tuko ndani ya vitu mbalimbali, lazima katiba ya sasa iendelee mpaka tumalize vita, tuende kuchaguzi ya 2028. Baada ya hapo tunaweza tukawazia mabadiliko ya katiba wakati nchi itakuwa na utulivu. Na pengine wewe unafikiria kwa nini hiyo muungano ya upinzani
ilikuwa imekubali kwamba wataingia katika mazungumzo, lakini kuona kama mazungumzo huende takwama, wameanza tena mvutano. Ni kwa nini? Mimi nawaza ya kwamba inaweza ikakuwa kwa sababu ilitia ikasema tarehe 15 lazima kuitishwa hii mkutano mkuu ambayo rais wa nchi alitazamia kuitisha, na hiyo wakati inaweza kuwa haiitishwa hii tarehe 15 ndio inaweza ikawasumbua, lakini nawaza lazima watulie kwa sababu tuna mainformation ya kusema rais anajitayarisha, ameanza vikao mbalimbali, na hapa karibuni nimepata ya kwamba rais atahutubia taifa, na nawazia kwamba ndani ya hotuba ambayo anaweza akafaa itakuwa kusaidia na kuitisha hii mikutano ambayo upinzani inangojelea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wana mtazamo gani? Dadi Saleh yuko katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nafikiria kama ni kitu ya muhimu, lakini Kongo kwa hiyo wakati inabidi tufamie kama tunapaswa kupiganisha hiyo vita inakuwa Mkongo. Sote tuungane kama Nyumbe na Lungula, ni ya muhimu sana tuungane nyuma ya mwenye anaongoza vikosi vya Kongo, tupigane na watu wanaweza kupigana na wiko wanazungumuza, lakini watu wengi hawaelewe kama inabidi tupigane na tuko nazungumuza, na tunaweza zungumuza na tuko tunapigana. Tukazungumuza tu bila kupigana pamoja juu ya kuleta amani nchi yetu, nafikiria ni makosa kidogo. Profesa Dadi Saleh, nini kifanyike, na unafikiria kwamba njia muhimu gani ndio inaweza kumaliza mgogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Nafikiria Kongo kwa hiyo wakati ni lazima tukue na hiyo budget ya vita, budget yote ikuwe ya vita, na sisi wote tuungane juu tupigane. Hiyo njia ya kwanza. Unaiwa kidiplomasia haiwezi kufanyikana kama nguvu haiko kabisa zaidi kiwanjani ya mapambano. Manake kwa hiyo wakati nalomba kabisa babunge bafanye yote tupate budget yote ya Kongo ikuwe budget ya vita. Hapana hiyo ya programmation militaire, hapana hiyo. Budget yote ikuwe ya vita, na tufanye hiyo wanasema éveil patriotique. Manake tulamuke kabisa ya kupenda nchi yetu kwa wazalendo. Hiyo ndio mimi nafikiria inaweza kuleta vita inaisha. Tukisha yua gisi ya kujitegemea, na ndio sasa tunaweza kuzungumuza na tuko kabisa ngambo ya watu wanayua kupigania nchi yao kabisa, na yote tunakuwa nayo. Mpaka leo mimi nafikiria atuyapigania kabisa Kongo, na yote yenye wakongomani wanakuwa nayo. Kuzungumuza yote ni muhimu, ni ayakuwa njoo lazima sana. Kumbuka kwamba lengo la mkutano wa C66, muungano wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliofanyika Jumamosi Agosti 15 mjini Kinshasa, lilikuwa kutathmini ahadi zilizotolewa na serikali ya Kinshasa kwa mazungumzo pamoja na hatua za kupunguza mvutano zilizotekelezwa tangu mkutano wa Julai 17 kati ya Felix Tshisekedi na viongozi wa kidini. Hatua hizo ikiwa hazitoshi, upinzani umeamua kuzindua mbinu mpya itakayohamasisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandama mchakato wa mazungumzo ili kutatua migogoro nyingi inayokumba viongozi wa serikali na upinzani nchini DRC. Jeremia Sani Kiawere, GCTV, Beni. Ni ripoti yake Jeremia Sani Kiawere. Na mwishowe kabisa, hali ya ukosefu wa usalama na changamoto za kiuchumi ni miongoni mwa sababu zinazowalazimisha baadhi ya wakongomani kuyaacha makazi yao na kwenda kutafuta hifadhi katika maeneo mbalimbali nje ya nchi, hususan katika kambi za wakimbizi. Lakini hali ikoje katika baadhi ya kambi hizo? Awali nilifanya mahojiano na Ali Heri Msangwa. Yeye anapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. Nilitaka kufahamu kiujumla hali ya maisha ikoje kwa wakimbizi kambini humo. Ali Heri Msangwa: kulingana na maisha na ukali wa maisha ambapo tumeyashuhudia sisi hapa kambini, cha msingi na cha maana kwanza, huduma ya upokeaji haipo. Yaani kama ukija unakuja kama mkimbizi kwa kupata hifadhi, inabidi kwanza utoe rushwa. Cha pili, mapokezi hamna. Yale mategemezo ambao UNHCR alikuwa akihudumia wakimbizi hapa Dzaleka, hayo kwanza hamna. Na cha tatu, ugumu wa maisha. Maisha ni magumu kulingana unavyojua uhalisia wa ulimwengu mzima.
kuna kule utofauti, mara sijui vita huko Ukraine, vita kule Iran, inachangia sana kuwa na maisha magumu barani Afrika. Umesema swala nzima la mapokezi alipo katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka. Wakimbizi wanaishije sasa bila mapokezi hapo kambini? Kwa msingi ni kwamba sio tena wakimbizi. Wamechukuliwa kama ni wenyeji wa nchi. Unaona, ukiwa nyumbani hautegemei utapokea lini wala nini. Yaani wakimbizi hao tunawaita wakimbizi sababu wamepokewa na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi, lakini hamna huduma yoyote kwa wakimbizi. Tuzungumzie kuhusu wale bado wanaingia, wanatafuta wakimbizi, wanatafuta hifadhi. Vile vile kwa wale ikoje? Maana unapozungumzia watu hapo kambini kama vile nyumbani, labda hilo ni kwa wale ambao wamekaa hapo kwa muda mrefu. Vipi sasa kwa wale ambao ndo wanaingia wana siku 2, 3, 4, 5, 6, mwezi mmoja, miezi miwili? Hao wanaishije? Hao nao kwa utaratibu ambao umechukuliwa na serikali ya Malawi, wale wanaingia, wanakuja sio kama wakimbizi, lakini wanalazimisha kuwa wakimbizi kwa kutoa kidogo ili wapate zile fomu. Kuhusu mapokezi, wale ndo wanategemezwa kidogo, na ukifikiria kama kupewa 16,000 za Malawi kwacha, je, kweli unaweza ukadumu maisha? Utanunua nini? Sababu saki moja ya mkaa ni 55 au 24. Sasa ukipokea sasa wewe 17, je, kweli utaweza kama una familia ya watu 5? Hauoni kama utalambulia tu kununua mkaa? Na sasa tuangalie watu wanaishije sasa bila kupokea. Asante. Ni kwamba kama vile alivyosema, eti mtu anaishi si kwa mapenzi ya mwanadamu, anaishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Watu wanaishi kama hivyo. Kuna watu wengine tu hata ukikutana nao njiani utawasahau wale ambao unawajua, sababu hata mafuta ya kujipaka hamna. Kwa hiyo maisha ni makali zaidi, lakini sababu vita vinaendelea huko nyumbani, ndio maana watu wanatafuta bora nikae sehemu ambapo itakuwa na peace of mind. Ndio maana unaona watu wanazagaa, na mpaka wengine wanakuja huko kulazimisha, hata kama sitapokea lakini nikae kwenye mipisi. Na je, kambi ya Dzaleka bado inapokea wakimbizi? Kwa utaratibu kwa sasa hivi hawapokee kama kule mwanzoni, lakini wanapokea kimtindo. Wamebadilisha system ile ya zamani. Mwanzoni ukifika kule Karongo unapokelewa. Kuja huku Dzaleka utakuwa tayari umeshakuwa kwenye himaya ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwa sasa hivi sivyo. Unatoka kule mpakani hadi huku unajilipia. Kwa kupata fomu tena unabidi utoe rushwa ili upate. Ali, unajua sasa hivi changamoto ni nyingi sana, si tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata kwa wale ambao wanaishi nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo changamoto ni nyingi. Ngoja nichukue mfano hapa nchini Afrika Kusini ambako tunapatikana sisi. Kuna hili sakata la uhamiaji ambalo limepelekea baadhi ya wageni ambao wanaishi hapa nchini Afrika Kusini kuchukua maamuzi ya kwenda kutafuta hifadhi katika baadhi ya makambi, ikiwemo kambi ya Dzaleka na kupatikana wewe. Na ningetaka tuzungumze mambo ambayo yako serious. Maana kuna watu mpaka sasa wanakusikiliza na huenda vile vile wakatamani labda wanania vile vile kuweza kwenda kutafuta nafasi ya kuishi hapo katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka, na huenda labda wangetaka wapate taarifa ambazo ni sahihi kutoka kwa watu ambao wanaishi hapo, wewe ukiwa ni mmoja wao. Pengine hebu jaribu kutuambia ni changamoto zipi kubwa zaidi ambazo wakimbizi wanakabiliana nazo katika maisha yao ya kila siku kambini Dzaleka. Asante. Ni kwamba changamoto ya kwanza fikiria kama unaishi bila matumaini ya kesho. Hayo sio maisha. Tunakuja jikuta sisi kama wakimbizi tunaojidai wakimbizi Dzaleka, maisha yanakuwa makali sana kuliko upanga, sababu hamna huduma yoyote ambao tunaweza tukajivunia labda watu wanapokea, hamna. Na ndio maana hata kwa upande wa hawauzi, lakini ukisema labda acha nitafute nyumba ya kupanga, utakuta vyumba vyenyewe vinapanda bei. Alafu tena cha tatu, unaishi bila matumaini,
sio kwamba utategemea UNHCR labda itawapokeza. Hamna hicho. Kwanza unatoa kwanza katika akili zako za kuwaza, unatoa huku, hamna huduma yoyote. Huduma iliyopo ni wewe binadamu kama ulivyozaliwa, unajipambania mwenyewe ili ufaulu kuishi na familia, lakini huduma ya Umoja wa Mataifa haipo. Huduma ya Umoja wa Mataifa haipo. Ni wewe binadamu kama binadamu ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, unatakiwa kujipambania mwenyewe. Sasa hali ya upatikanaji wa chakula na maji kwa wakimbizi ikoje? Chakula kinapatikana ukiwa na mshiko, ukiwa na hela. Lakini usipokuwa na hela, chakula upati, sababu vipo dukani unaenda unanunua na hela. Kama una hela upati chakula, lakini licha ya chakula kipo, yani hela ndio tatizo. Na watu hawapokei. Nimesikia umezungumzia swala la kupanga, nyumba za kupanga kambini. Kuna nyumba za kupanga? Kawaida, sababu sio kambi tena, wamesha modify, sio kambi, inakuwa ni kama kijiji. Na vipi sasa kuhusu huduma za afya? Je, wakimbizi wanapata huduma wanapohitaji matibabu? Asante. Kwa upande wa afya wanajitahidi kidogo, sababu huduma ya afya ni ile huduma ya kwanza, emergency service, ndio ipo pale inafanya kazi. Ukipata matatizo mengine makubwa tofauti na ile huduma ya kwanza, unajiongeza na wewe, itabidi uende ukalipie sasa serikali. Kwenye hospitali za serikali inatoa hela. Na vipi sasa watoto wa wakimbizi, vipi kuhusu elimu? Watoto wa wakimbizi wanapata fursa ya kupata elimu? Elimu wapo saizi zaidi, sababu watoto wanasoma, lakini si kwamba wanasoma bure, wanalipa. Watoto wanalipa, alafu ama eti ile elimu ya nyumbani, labda mtasoma Kifaransa. Hapa tunasoma kulingana na katiba ya Malawi, Kichewa, Kiingereza kwenda mbele. Masuala ya nyumbani sijui Kifaransa huko kwenu. Hapa ni na shule zipo, lakini hela zako kulipia watoto shule. Sasa vipi kwa upande wa ajira na kujipatia kipato? Je, wakimbizi wanapata fursa gani za kufanya shughuli za kiuchumi ndani au nje ya kambi? Mnaruhusiwa kutoka kambini? Watu wanatoka, lakini kwa kuforce, sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaishi mjini, nao sometimes wanafukuzwa, wanarudishwa tena kambini. Ni kwamba mkimbizi akai nje ya kambi. Kuishi nje ya kambi ni kwamba kama unalazimisha, katika ile katiba ya Umoja wa Mataifa inahusika na wakimbizi, hairuhusu kutoka kwenye himaya ya ukimbizi kwenda kukaa sehemu zingine. Kwa hiyo hapo sijaona kama wamekosea, hapana. Wanatembelea vipengele vya Umoja wa Mataifa. Wanatembelea vipengele vya Umoja wa Mataifa. Sasa hali ya makazi kambini ikoje? Je, kuna changamoto ya msongamano au uhaba wa nyumba na huduma muhimu hapo kambini? Watu wanapata makazi namna gani, nyumba za kuishi? Nyumba zinapatikana. Ukija kwanza kuna ile wanaita garantini. Unakaa pale kama unavyoweza ukaishi hata miaka 10 upo pale. Hamna huduma yoyote. Unakaa tu, mijengo ya bure unakaa. Lakini huduma ya kusema labda nyumba utapata, unabidi wewe unajiongeza. Ndio maana hizi sisi kwa mfumo wa sasa hivi tunaita ni kambi za mtu wa kujiongeza. Ukija ukimbizi bila kujiongeza, unakula kwako. Ukija ukimbizi bila kujiongeza, unakula kwako bila shaka. Vipi sasa mahusiano kati ya wakimbizi na jamii ya Malawi wanaoishi maeneo yanayozunguka kambi yakoje? Hapo kweli acha ni wasaidie kidogo. Hapo inaitwa Malawi Bwinogaino ya Ntendere. Hamna tatizo kati ya wakimbizi na wenye nchi. Kwanza ni taifa ambalo linapenda watu. Ni watu ambao wanajielewa kwamba sisi tunaishi tukiwa binadamu, na tunabidi tuishi na binadamu wenzetu. Ni watu wa watu. Hapo sahihi zaidi. Na kuna mtu kaniambia kwamba hapo kambini nyumba zinapatikana lakini kwa bei ghali sana. Hebu jaribu kumwambia msikilizaji, nyumba ya wastani kwa yule labda ambaye ana mshiko wake mfukoni, anaweza ikaipata kwa bei gani kwa thamani ya dola za Marekani?
Asante. Kwa upande kule ambako watu wameanzia, yani walipoanzia kambi ilipoundwa kule, ukipata nyumba kule unabidi ukatoa hata 3,000 za Marekani, dola. 3,000 dola za Kimarekani? 3,000 thamani ya dola za Kimarekani. Nyumba ya kambini hiyo? Hizo kwenye hela za Malawi. Utapiga hesabu mwenyewe utaelewa ni ngapi. Ni kifurushi fulani cha hela ambazo hata namba utashindwa. Sababu hiyo ndio nyumba huko walipoanzia. Kuna sehemu zingine inafikia hadi 7,000 za Marekani. Ukipiga hesabu kwenye hela za Malawi kwacha, utakuta labda unabeba labda begi 3 za hela. Kwa hiyo maisha ndio yalivyo huku. Na sio rahisi mtu akakuongopea eti labda kupata nyumba ni kama labda yule mtu anaenda sokoni tu sijui nyanya wanauza wapi, asivyo. Taratibu na hela zako ndio zitakusaidia. Okay, Ali, kabla sijakuacha uondoke, pengine ungejaribu kutuambia mimi na wale wengine ambao hatujawahi kufika kambini Dzaleka hapo nchini Malawi, ni kitu gani ambacho hatukifahamu kuhusu kambi ya Dzaleka? Kuna mengi ambao hatufahamu. Cha kwanza ni utaratibu. Unaona, mkimbizi ni mtu ambao anategemea sana upande wa tatu, yani nchi ya tatu. Nchi ya tatu inamaanisha umekimbia kwenu, umepokelewa ukimbizini, alafu unategemea nchi ya tatu ile protection hiyo. Sasa kule na viongozi wa nchi za Ulaya waliokuwa ndio washabiki sana kupokea wakimbizi, hapo wamefunga. Sasa na mlango wa Hormuz hapo wamegoma. Kwa hiyo unakuta mtu ameshakaa miaka kadhaa alikuwa na matumaini ya kwenda, safari imegoma. Hapo kwa sasa hivi kwa upande wale wanaoelekea Marekani, hapo kumefungwa. Nchi zingine sio kwamba wanachukua kama walivyokuwa wakichukua zamani. Wanakuwa mdogo mdogo, sio ile speed kubwa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho sisi ambao mnatusikiliza tunashindwa kuambiana ukweli wa maisha. Yaani hapa watu wanaishi hawana tena yale matumaini ya kwenda, lakini wana matumaini labda Mwenyezi Mungu atajalia milango ikafunguke kama mlango wa Hormuz. Ali, mimi nikushukuru sana. Sasa kabla sijakuacha uondoke kabisa, uendelee na majukumu yako mengine rasmi kabisa, ujumbe kwa wote ambao wanakusikiliza, aswa sisi ambao tunataka kuja huko kambini Dzaleka, unatuambia kitu gani? Kwanza nawakaribisha sana, njooni alafu mkajionee, sababu ukiambiwa unaona ngoma ikipigwa mbali unasikia tamu sana, ukiona wanapocheza unashangaa kumbe ndio hivi. Kwa hiyo nawasihi kama mtakuja njooni, kifo cha watu wengi inakuwa sikukuu. Na ni kwa mahojiano hayo na Alieri Msangwa ndo mimi sina budi kutoa nanga. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.